Hii ni Afrika leo hii hapa EMG Radio, tukikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Kigali, Rwanda. Tunakufikia popote ulipo Afrika Mashariki na kwingineko duniani kupitia majukwaa yetu ya kidijitali @EMG Radio. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za habari. Jina langu ni Faith Kotere. Tunaanza na taarifa kutoka Sudan ambapo Rais Salva Kiir amemfuta kazi gavana wa benki kuu ya nchi hiyo John Ohisa katika mabadiliko mapya ya uongozi serikalini. Ohisa ambaye ni mwanauchumi alikuwa amepewa nafasi hiyo kwa mara ya tatu mapema mwaka huu baada ya kuwahi kuiongoza benki hiyo mara mbili awali. Rais Kiir hajatoa sababu ya kuondolewa kwake, lakini hatua hiyo inajiri wakati nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi zikiwemo kupungua kwa mapato ya mafuta, uhaba wa fedha taslim, mfumuko mkubwa wa bei na kushuka kwa thamani ya sarafu ya taifa. Addis Ababa Othou ambaye aliwahi kuwa gavana wa benki kuu ya Sudan Kusini kati ya Juni na Novemba mwaka jana ameteuliwa kuchukua nafasi hiyo kwa mara nyingine. Wachambuzi wanasema hatua hizi zinaweza kuwa sehemu ya juhudi za Rais Kiir kuimarisha udhibiti wake wa uongozi wakati kukiwa na sintofahamu kuhusu mrithi wake. Hapa Rwanda, bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB imeamuru kusimamishwa mara moja kwa shughuli za kampuni ya Baron Sports Gaming Limited inayofanya biashara kwa jina la Forza, ikitaja ukiukaji wa masharti ya leseni yake uendeshaji wa michezo ya kamari. Katika taarifa iliyotolewa jana Julai tarehe 30, RDB imesema agizo hilo linaanza kutekelezwa mara moja na linahusu matawi yote ya kampuni hiyo, mawakala wake, majukwaa yake ya kidijitali pamoja na shughuli nyingine zote za kamari nchini Rwanda, ikiitaka pia kuondoa matangazo pamoja na vifaa vyote vya kutangaza huduma zake. Mdhibiti huyo amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kubaini kuwa kampuni hiyo imekuwa ikiendesha mara kwa mara michezo ya kasino ambayo haikuruhusiwa chini ya masharti ya leseni yake, kinyume cha sheria zinazosimamia sekta ya michezo ya kubahatisha nchini. RDB pia imewataka wananchi kutojihusisha na michezo au huduma zozote zinazotolewa na Forza hadi itakapotoa taarifa nyingine. Tukielekea Uganda, mwanasiasa mkongwe upinzani nchini humo Dr. Kizza Besigye amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya rufaa ya taifa ya Mulago jijini Kampala baada ya kuanguka ghafla akiwa mahakamani siku ya Jumatano. Besigye mwenye umri wa miaka 70 ambaye yuko rumande akikabiliwa na mashtaka ya uhaini alianguka wakati wa kesi yake katika mahakama kuu ya Kampala kabla ya kukimbizwa hospitalini kwa ambulensi. Mke wake Winnie Binyamanyima ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloangazia ugonjwa wa ukimwi UNAIDS, jana alisema kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X kwa mume wake anafahamu na amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Kuanguka kwake mahakamani kumeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wafuasi wake, wanaharakati wa haki za binadamu na viongozi wa upinzani ambao wameendelea kutoa wito wa kuhakikisha anapatiwa matibabu ya haraka na haki zake kama mfungwa zinalindwa. Na hatimaye nchini Kenya, ripoti mpya ya taasisi ya World Resources Institute WRI imebaini kuwa tatizo la mafuriko jijini Nairobi alisababishwa na mvua kubwa pekee. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mifumo duni ya kuondoa maji taka, ujenzi katika maeneo yaliyo katika hatari ya kukumbwa na mafuriko, utekelezaji dhaifu wa sheria za matumizi ya ardhi pamoja na bajeti duni ya mipango ya kukabili mabadiliko ya hali ya anga ni miongoni mwa sababu zinazochangia mafuriko ya mara kwa mara katika jiji hilo. Utafiti huo uliangazia maeneo ya Kibra, Mukuru viwandani na Mathare kwa kutumia ramani za maeneo yanayokumbwa na mafuriko, mifumo ya utabiri pamoja na mahojiano na familia zilizoathirika na mafuriko ya mwaka wa 2024. Ripoti hiyo imebaini kuwa wanawake, watoto, wazee na watu wenye ulemavu ndio waathirika zaidi wakati wa mafuriko. Mary Wamaitha ni mkazi wa Mukuru akielezea alivyoathirika na mafuriko. Murago ilivujwa na maji. Ni hata watoto ilibidi nichukue watoto juu nipeane nje kwa vijana wanapelekwa huko juu. Tulikaa, niko na msichana wa miaka 20. Tulishikana hivi na kijana mwingine akakuja akatuokoa, tukashikana tukaenda huko juu. Kutoka hiyo siku mpaka kwa saa hii mimi naishi kwa hall. Tuliletewa mattress na serikali tukapewa. Sasa mimi natandika hizo mattress
Mi sina kitu, ilibaki kwa nyumba. Na hii ni Afrika Leo Hii, habari za EAMG Radio moja kwa moja kutoka hapa jijini Kigali, Rwanda. Kumbuka unaweza kufuatilia vipindi vyetu na habari zetu kwenye mitandao yote ya kijamii @EAMG Radio. Jina langu ni Faith Kutere. EAMG Radio. EAMG Radio. Africa's heartbeat. The world's rhythm.